Aziza Jordan, Mtanzania aliyetoka Iringa kuja kutafuta maisha Dar es Salaam akitegemea atafanikiwa, lakini haikuwa hivyo. Mambo yalibadilika, akajikuta anaingia kwenye kazi ngumu ya kugonga kokoto Tegeta, Dar es Salaam. Mtoto wangu alikuwa anakuwa kwa shida kwa sababu ya majukumu ya kipesa ni magumu, ndipo nikajiunga na kazi ya kugonga mawe. Baada ya kuona maisha magumu Dar es Salaam, ilimbidi aombe msaada kwa kaka yake, lakini hata kaka yake alimkataa. Nilitoka nikahifadhiwa kwa jirani. Samahani sana kwa kukatisha. Nimeona nikukumbushe tu kwamba kampuni ya Marekani ya viatu ya Skechers ina maduka yake Dar es Salaam. Moja lipo Mlimani City na lingine Aura Mall. Utavikuta viatu amazing vya mazoezi, vya kutembelea kama hivi, vya watoto na vya wakubwa. Haya, endelea na habari yako. Kuna namna mtu anapambana ili kutimiza ndoto zake kwenye maisha. Leo nimeamini kuwa wanawake ni jeshi kubwa lisilopingika, wakithubutu wanaweza. Kamera ya Ayo TV leo inakukutanisha na mama Mtanzania, mpambanaji hodari asiyechoka, anayetokea Iringa. Jina lake ni Aziza Jordan. Ni mama mwenye watoto 3, anayefanya kazi ngumu ya kugonga kokoto ili watoto wake waweze kusoma na kupata chakula. Huyu hapa akitupa mkasa mzima kuhusu safari ya maisha yake. Naitwa Aziza Jordan Muhapa, ni mzaliwa wa Iringa, Mfindi. Ni mtoto wa 6 kati ya watoto 6. Na nimesoma darasa la 1 mpaka la 7 nikiwa mkoa wa Iringa. Baada ya hapo nilikuja Dar kutafuta maisha. Aziza anatuambia aliingia Dar es Salaam 2003 na alifikia Tegeta kwa kaka yake 2003 kama mwezi wa 11. Nilifikia kwa kakaangu Salasala Tegeta. Anasema alifanya kazi ya kuuza duka kwa kaka yake, lakini kazi hiyo haikudumu. Alirudi tena kijijini Iringa na kujipanga upya. Nilijishughulisha na mambo ya dukani kwa kakaangu. Baadaye nilirudishwa nyumbani baada ya kakaangu duka kuanguka. Biashara ilikuwa ngumu. Nikarudi peke yangu. Nikaanza kazi za ndani. Nilifanya kazi za ndani kama miaka 3. Hatimaye nilipata mwanaume aliahidi kunioa na tukawa na mahusiano kama miaka 3. Baadaye nikapata ujauzito. Akanikana kwamba hawezi kunioa, tafuta ustaarabu mwingine. Nikalea mimba peke yangu. Kakaangu aliweza kunisaidia kwa mahitaji yale muhimu na dada yangu mpaka nilipojifungua. Wazazi hatuna wote. Na kipindi hiko mpaka unapata ujauzito ulikuwa unaishi naye au ilikuwa kila mtu anakaa kwake? Nilikuwa bado nafanya kazi za ndani, nilikuwa namtembelea na kurudi nyumbani, ndio. Sasa wakati unapata ujauzito, bosi alisemaje? Kwa sababu nilikuwa nimeishi naye vizuri, aliniambia tu tutafute niwaambie mwenye hiyo ujauzito, lakini kwa sababu yeye kashakataa, niliona sina suluhisho lingine zaidi ya kurudi kwenye familia yangu. Kwa hiyo ulirudi sasa Iringa tena? Nilirudi, niliishi na kakaangu Salasala pamoja na dada yangu. Tulipangiwa chumba kimoja, mimi na dada yangu, ili dada yangu pia alikuwa kipindi hicho anaumwa. Kwa hiyo kaishi kwa muda gani mpaka unajifungua? Nilifika pale na mimba yangu ilikuwa kama na miezi 5 mpaka nilivyojifungua. Baadaye nilivyojifungua nilikaa kama wiki 2. Kakaangu akaniambia inabidi pamoja na dadangu, kama mwenye ujauzito mpaka unajifungua hajapatikana, itabidi utafute maisha yako. Nilitoka nikahifadhiwa kwa jirani mwaka 2007. Baada ya kuona maisha magumu, aliamua kupambana na kuingia kwenye kazi ya kugonga kokoto ili aweze kujikimu kimaisha. Kazi ya kugonga mawe kwa kweli niliingia kupitia changamoto za kulea, kwa sababu nilikuwa
mwanangu anakosa chakula, hata mimi huduma za mtoto kiujumla sina, na pia nilikuwa nimeshajihusisha na mambo ya kupanga chumba. Basi nikapata rafiki akaniambia unaweza kugonga mawe, nikamwambia nitajua kupitia maisha ninayopitia. Kweli salasala niliweza kugonga mawe, debe ilikuwa ni shilingi 100. Nikigonga debe 5 najua nimepata shilingi 500. Kipindi kile kidogo hata unga ilikuwa ni bei nafuu. Hivyo Aziza anatuambia baada ya miaka 4 kupita, baba wa watoto wake alimtafuta na wakarudiana tena, na akampa ujauzito mwingine na akamwacha tena kwa mara ya pili. Na mimi kwa sababu sikutaka kuwa na wanaume, kuzaa na wanaume tofauti, na nilimpokea nikapata ujauzito tena. Aliweza kunipa pesa niende nikatoe ujauzito, kwamba kwa nini umekubali kuzaa tena wakati unajua huyu umelea peke yako. Na niliweza kwenda hospitali, nilishia mlangoni, nikarudi na ile pesa. Nikaona ninunue chakula na mavazi ya yule mtoto aliopo. Nikalea ujauzito wangu. Alinisusa pia, nililea ile mimba kwa shida huku nikigonga mawe kwa mara ya pili. Nilivyojifungua roho yangu haikumchoka. Nilimtafuta, hatimaye akaniambia, aliweza kuniaga wakati mtoto ana miezi 8. Naomba niende Msumbiji kwa ajili ya kutafuta maisha. Nikamwambia sawa. Alivyoondoka alikaa kama miaka 3, hatimaye umauti ulimkuta huko. Sikuona hata kaburi lake. Nafahamu wengi wetu tungetamani kujua kwenye kazi yake ya kugonga kokoto anapambana vipi na changamoto gani anazokutana nazo. Inaumiza kiujumla kifua, inaumiza mikono, lakini tunapambana kwa sababu ni kazi ambayo naiona kwangu ni halali. Na watoto wangu wanaweza wakaenda shule na kula. Na kipato chetu ni kidogo, lakini inabidi upambane ili usiaibike na familia. Kazi yake hii anatuambia anaweza kuingiza zaidi ya 8,000 kwa siku. Kwa siku nikipambana kutoka asubuhi mpaka jioni, naweza nikapata shilingi 8,000. Hiyo 8,000 naweza nikaigawa kwa ajili ya nauli za watoto shule, kidogo tukala, kwa sababu umuhimu watoto waende shule. Ndio, watoto wakienda shule nabaki na kidogo ambacho tunaweza tukakubaliana kula chochote. Ndio. Na hiyo 8,000 unakuwa umegonga ndoo kiasi gani? 8,000 nakuwa nimegonga ndoo 35. Hizo ndoo 35 ni kwa siku moja unazigonga? Ndio. Na wateja wenu ni wateja wana gani? Mimi nagonga kibarua. Kwa hiyo mimi siangalii bosi. Yule ambaye namfanyia kazi nikimaliza jioni ananipa hela yangu. Yeye atauza kwa muda wake. Anatuambia Aziza umri wake ni miaka 40, lakini maisha yake yote pesa kubwa aliyowahi kuipata ni 200,000 peke yake, licha ya kupambana kwa juhudi zote. Kwa kujichanga nilikuwa nagonga, naweka 10,000, 5,000. Nikaja kufungua sehemu ile ninapohifadhi, nilikuta nina 200,000 kama na 10,000 hivi. Na huko kipindi cha nyuma ulikuwa unapata shilingi ngapi, yani licha ya kupata hiyo kubwa 200,000? Nikihifadhi sana naweza nikakuta nina 50,000, 60,000, yanatokea matatizo yanatumika. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kuhifadhi kabisa, ikaongezeka zaidi ya hiyo 200,000. Ndio. Na kama unakumbuka hiyo 200,000 ulivyoipata ulifanya nini? Hiyo 200,000 nilipoipata nilinunua tofali. Baadaye nilizibeba na kutafuta hela ya fundi tena. Nikaendelea kujichanga. Kidogo kidogo nikapata hela ya fundi kama 70,000. Ndio. Kwa hiyo kutoka hapo mpaka leo unavyozungumza mwaka 2025 ukuwahi tena kuishika 200,000? Sijawahi, kulingana na watoto kwenda shule, kwa sababu siwezi kuhifadhi chochote. Kila ninachokipata kinatumika kwa ajili ya chakula na shule. Kwa sababu watoto kila siku wanatumia nauli na vyakula kwa ajili ya kule shule. Kupitia kazi yake ya kugonga kokoto amefanikiwa
kusomesha watoto na kujenga nyumba yake mwenyewe ya kuishi. Ni mimi mwenyewe kwa sababu ya mikopo. Nanunua tofali kama 200, naziweka, narejesha rejesho mpaka liishe, nakopa tena kwa ajili ya kutafuta simenti na fundi. Hivyo napiga hatua kwa hatua, natafuta kwenye mawe. Ndio. Watoto wako unaniambia wote wanasoma shule na yule mmoja amemaliza form 4 mpaka sasa hivi unampambania. Je, jitihada za kumpeleka chuo zimefikia wapi? Vyuo vingi nimepigiwa simu kwamba mwanangu anahitajika, lakini sijawa na pesa. Kwa hiyo na yeye yupo nyumbani, anasikitika sana, wenzake wote wameshaenda vyuo, yeye yupo. Mpaka napambana nitakachopata, au nikipata mtu anaweza kunisaidia, niko tayari mwanangu aende chuo. Ndio. Aziza anasema kazi ya kugonga kokoto ina changamoto kubwa na za aina yake. Kazi ya mawe changamoto zake, cha kwanza ni vumbi. Cha pili, kipindi cha mvua hatuwezi kufanya kazi hii. Ukishika jua linateleza unaweza kumaliza vidole vyote. Cha tatu, na hapo hata mkopo ujue kama ulikopa sehemu marejesho yanakuwa sio, na wao hawakuelewi. Na cha tatu, kunyenyua ndoo kupeleka kichwani, vifua. Lakini hauna namna, itabidi unywe Diclofenac, Panado, unaendelea na kazi. Aziza anawaomba Watanzania wenzake wamsaidie kumalizia nyumba yake na kuwasomesha watoto wake shuleni. Mimi kitu cha kwanza ni nafikiri pale nyumbani umefika. Nyumba yangu ilipofikia kwa kweli, chini haina floor. 3, milango haipo sawa, na kitu kingine ni kusaidia kuhusu watoto wangu shule. Na kama ningeweza kupata kimtaji, hata mimi nigongeshe, nisiwe kibarua. Ningeomba nisaidiwe kama 500,000 kwa Tanzania wenzangu, kwa sababu nilikuwa kibarua nagonga mawe, nalipwa kiasi ambacho kwa kweli hakikizi mahitaji. Lakini nikipata msingi wangu, hata mimi nitakuwa nagongesha. Nikigongesha kokoto naweza nikapata kwa siku 15,000 mpaka 20,000. Hivyo naamini nikiwa napata hiyo 20,000 kwa kweli nitakuwa sina changamoto kubwa tena.